Mpaka sasa hata bodi ya ligi wenyewe wameshakubali, mpaka jana ile mimi nimesikiliza bodi ya ligi wameshakubali kwamba watoto wa Mudi walikiuka baadhi ya vipengele. Moja, wakati wanakwenda ile tarehe 7 kufanya mazoezi katika uwanja Benjamin Mkapa, hawakutoa taarifa kwenye bodi ya ligi, hawakutoa taarifa kwenye mwenyeji ule mchezo ambao ni Yanga, hawakutoa taarifa kwa meneja wa uwanja. Kwa sisi tunaiatia ile kamati ya masaa 72. Kwa sisi tunaangalia michezo ambayo inayofuata mbele yetu. Lakini niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari kwamba mchezo ule watawalia na uishi umeshaisha. Kwa sisi ule tuutambue, bado tunaangalia michezo utakaofuata. Kama unavyoona FA Cup, mimi ndo bingwa mtetezi. Mtoto wa Mudi jana kaja kucheza na timu ambayo inashiriki kwenye michuano ile ya wanasema timu ya serikali za mitaa. Kwa sababu timu ukiangalia hata kwenye ngazi ile ya timu ambazo zipo kwenye championship haimo. Kwa hiyo sasa nimemfuata mai wangu. Kama unavyoona hata kwenye ligi kuu, nimemfuata kule Bonjo. Ile tarehe 9 nimemfuata kule Bonjo. Mwisho siku ukakimbia. Kwa hiyo sasa nimemfuata kwenye hatua 16. Kama ingekuwa inawezekana, ningewaomba bodi ya ligi mtoto wa Mudi sikaingia kwenye hatua 16. Nilikuwa namuomba mtoto wa Mudi aenda kanipange naye kwenye hatua 16. Ila mimi najua kurukaruka kwa Malage ndio kuiva kwake. Najua nitakutana yule robo finali ama finali. Kwa hiyo wanakuambia kwenye kichaka hiki wazungu wanakuambia no street not surrender, hakuna kusanda. Mimi najua mtoto wa Mudi nitakuja kukutana naye tu kwenye michuano ya FA, lakini kwenye ligi kuu tusitaki kukudanganyana. Si kwenye ligi kuu kule mechi ile imeshaisha. Kama inavyojulikana sheria ya mwaka 1938 bala 38 kifungo nywi inasema mwenyeji kafika uwanjani, mgeni anashindwa kufika. Huyo alokufika uwanjani ambaye ni Dar es Salaam Young Africans. Ilitoka mchezo umeahirishwa. Mimi nikiwa pande za majiwe kule, nilipata taarifa TFF wametoa barua ya kwanza kwamba ilikuwa saa 5 hiyo. Wanasema mchezo uko pale saa 5 asubuhi hiyo. Nimetoka majiwe inafika saa 8 Benjamin Mkapa, inakuja barua ya pili kwamba mchezo umeahirishwa, lakini mimi nazingatia barua ya kwanza. Barua ya kwanza ilisema mchezo uko pale. Barua ya pili wanakuja kusema mchezo umeahirishwa. Kwa tuambie bodi ya ligi wafuate sheria ya mwaka 68 ibara 38 kifungo nywi inasema asiyefika uwanjani ale lungu. Mimi naona mtoto wa Mudi ana hamu kwenda kucheza championship, lakini wanasema endapo ukitaka pointi 3 si lazima na marefali waweze kufika uwanjani. Refali Al-Ahli jana hawajaingia uwanjani, marefali wameingia uwanjani, watu wamekaa dakika 30, mwisho wa siku Zamalek wamechukua pointi 3. Young Africans walikuja uwanjani lakini marefali hawakuepo. Pointi 3 inawezekana ukazipata vipi? Mimi nilipofika saa 8 nijaribu kuzoom kupitia hii kamera hapa, nijaribu kuzoom Arajiji alifika uwanjani, ila sema alizuiliwa mlangoni. Sisi tunaelewana sije. Sisi tunachokijua refari alifika, lakini kwenye picha alishindwa kufika. Yale ni mipango ambayo imepangwa. Mtoto wa Mudi anashindwa kujitetea kwa sababu yeye alikuwa na timu mbovu, alikuwa na majeruhi wengi, ameshindwa kuzungumzia kwamba alikuwa na majeruhi wengi. Mwisho wa siku anakuja kusingizia, anasema kwenye ile mchezo hakwenda kwenye mazoezi. Sisi tuambie bodi ya ligi kwamba mchezo wa tarehe 8 umeshaisha. Kama jeza Yanga inavyosema daima mbele nyuma mwiko. Mchezo mwingine akitupangia tarehe nyingine si atuutambue. Sisi tunataka pointi 3 na magoli 5. Sisi tuelewana. Asante sana. Za kwamba zilikuwa sio za Coast bali zilikuwa za mtani wenu watoto wa Mudi. Kwanza na nyinyi waandishi wa habari, Tanzania sina mtani anayesanda kwenye game. Sielewana sijui. Lile ni toto langu. Nataka nije lionyeshe kwamba tukiwadundaga watu hapa KMC utasikia wamezaminiwa na GSM. Sasa nitaka lenyewe sasa nitakuwa ligi ambayo lijazaminiwa na GSM. Tuone kweli toto la Lesotho toto letu au limezaminiwa na GSM ama la. Hizi goli naweza nikasema Ogoso akawa amepalamia mtungu ya vibwengo. Zilikuwa sio goli zake. Tena Coast Union mjanja kweli kweli. Baada ya kuvaa kile kijoro chake chekundu na vile vyeupe, maana angevaa zile jezi zile, mimi ningejua toto la Mudi hili hapa, ningejikumbushia tarehe 8. Mwisho siku akaona akivaa zile jezi zile, nitaona kama mai wetu ambao alinikimbia tarehe 8. Mwisho siku Coast Union akaona bora vae nguo nyekundu na ni nyeusi. Kwa hiyo angevaa nguo zile nyekundu kama alivyovaa golikipa. Kwa hiyo nimwambie Coast Union aenda akacheza anakochezaga. Hatua 16 vidume sisi tumeshaingia. Ila sasa kwenye hatua 16 nimemwona mtoto wa Mudi anazidi kupangwa na vitimu vibovu. Mara ya kwanza amecheza na Wachaga ambao walikuwa wanatoka nani kule? Walikuwa wanatoka Moshi. Wachaga wale nani wale? Kuna kitimu fulani alicheza tena na TMA mechi ya kwanza kabisa. Alicheza na kitimu kutoka Moshi. Hao TMA wanatoka Arusha. Sasa tumeona mtoto wa Mudi anazidi kupangwa na Wachaga. Sasa mimi najiuliza, Wachaga na mpira wapi na wapi? Na ukiangalia TMA hata ukigugwa sasa hivi ukienda kwa Google,
hata kwenye ngazi ya championship hawamo. Yani wale unawapata labda kwenye timu zile za serikali. Wako nafasi ya 5 kwenye Champions. Wako nafasi ya 5. Mimi nimejaribu kugugo tangia amecheza jana. Nimeona hata kwenye championship hawapo. Bali nawaona kule kwenye timu zile za serikali za mitaa kule ndo nawaona kule. Kwa hiyo mtoto wa Mudi mwambieni, anazidi kujificha kwenye vitimu vya walemavu. Mwambieni kama ana uwezo kweli. Mwambieni wa Kurungwa tunawahitaji. Alafu angalia mimi nilipokuwa namhitaji zaidi. Tarehe 8 mechi ilivyoahirishwa, tarehe 9 nimemfuata mpaka Bunjo. Bunjo kwenye kashindwa kunifungulia geti. Ni jinsi gani nilivyokuwa na hamu na yule mali wangu. Kwa tuambie, mchezo huu sio kukimbizana bali ni kuja kumalizana. Kwa sababu mchezo wa juzi ulikuwa ni wa kumalizana kwa sababu yeye alikuwa mwenyeji, nikamdunda pale. Mechi hii mimi nilikuwa mwenyeji, itakuwa tuje tumalizane mtakuwa sanda. Alafu mwisho wa siku tunakuja taarifa nasema sijui nakwenda kupangwa tarehe nyingine. Sisi hatuhitaji tena tarehe zingine. Sisi tunataka pointi 3 na magoli 5. Ukiniuliza sasa tiketi mimi nilivyoangalia ile warm up inanitosha kabisa mimi. Ile warm up kwa sababu kikosi cha Yanga kilifika na kilifanya warm up. Kwa ile warm up mimi inanitosha kabisa. 30,000 yangu nilolipa imeenda kihalali kabisa. Kwa tuambie bodi ya ligi wakipanga tarehe nyingine. Jeza Yanga nasema daima mbele nyuma mwiko. Sio kwenye mechi nyingine hatuji. Kwa hiyo tuambie kwanza kwa michuano hii. Tuambie yeyote na aje. Na sasa mimi namtamani Mai wangu. Mimi najua Mai wangu sehemu ya kukutana sio sehemu nyingine ni kwenye FA. Ila kwenye ligi kuu kule imeshaisha hiyo. Kwa hiyo unamtamani lakini kwenye ligi kuu humtaki. Yaani kwenye ligi kuu tunakwenda tunazingatia sheria ya mwaka 64 ibara 38 kifungo nywi. Inasema mtu akisanda huyo aloingia uwanjani apewe pointi 3 na magoli 5. Kwenye ligi kuu hatutambui mchezo wowote. Bali sasa hivi tunachokitambua ni kwenye FA. Aidha tukutane kwenye hatua ya 16 ama 8 bora ama nusu finali ama finali. Lakini kwenye ligi kuu mtoto Mudi mimi nishamalizana naye. Yaani mpaka sasa hivi mimi nadai pointi zangu 3 na magoli 5. Si vinginevyo. Kwa hiyo tuambie bodi ya ligi. Hatuyumbi hatuyumbishi. Msimamo wetu ni ule kwamba tugee pointi 3. Tumeona Al jana kasanda kule. Bwana hajapewa pointi 3 ule mwana alotaka cheza naye. Haijaahirishwa hilo. Haijaahirishwa. Al kasanda mtoto wa Mudi katika vipengele ambavyo ameviogopa. 1, wamemkimbia yule Alajiga. Hataki kumbeba mtu. 2, kwenye kambi yao akina Debora wengi walikuwa wanaumwa. Kwa anashindwa kujitetea kwamba kina Debora wengi walikuwa na mafua. Mwisho kuja kujitetea kwamba tumemzuia uwanjani. Hivyo wewe BM imejaa, nimeona mle kwenye BM. Mbuzi watupu, wale mbuzi walikuwa wanakufanya nini? Kwani taifa pale kuna malisha mbuzi pale. Kwa tuambia mtoto wa Mudi. Walikuwa kwenye mfungo anaenda kufuturu. Mbuzi wazima. Mbuzi wazima. Kwa hiyo ngoja, wao wameingia pale saa 6 usiku, futuru gani ya saa 6? Mbuzi wapo kwenye BM. Alafu nimemwona mbuzi mmoja akakunja 4 kwenye BM. Wai jamani. Hii jamani, soka letu la Tanzania tunalipeleka wapi? Hata bodi ya ligi jamani, wao unaona aibu. Mtoto wa Mudi mechi ya 5 anasanuka. Kwa tuambie mtoto wa Mudi, dawa sio kukimbia, dawa aje wamalizane na sisi vidume. Mwisho siku wamefufuka jana na tema mate jana hapa. Mwisho siku anakwenda kufufukia kwa Chaga. Chaga na mpira wapi na wapi ndugu zangu? Jana zilikuwa za kwenu. Yaani mtoto wa Mudi kwa pila lile bovu ambao nimelishuhudia jana. Mpaka TMA jana wengine wanaamua kuwasaidia watoto wa Mudi. Nimeona wengine wanajikanda wenyewe wanasaidia watoto wa Mudi. Angalau leo mimi nani kajikanda hapo? Yote magoli yote uinome. Haya mtoto wa Mudi, ukitoa ile goli moja anabaki magoli 2. Sasa mwambieni kufichama kwenye shamba la karanga sio dawa. Dawa kuja kumalizana na mimi.